Ebana, leo studio tuko na Sad Nation na nyimbo ambayo unaisikia ni Sad Nation akimshirikisha Fahad Bai. Nyimbo inaitwa Like There. Gonna be atuaski wewe na mimi interview kali kabisa tutakuwa naye. Basi endelea kufuatilia mwanzo mpaka mwisho mwa kipindi hichi cha Trending Vibe. Bwana, ni Lil Story, Lil Vibe, na vibe linaanzia hapa na Sad Nation akituburudisha hapa right there, right there, right there, right there. What's up my people, it's your Phantom 47. Leo katika kipindi cha Trending Vibe bana, hapa tutakuwa na msanii wa hip hop ambaye anatoka maeneo ya kule Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala, sio Kigamboni, ni Mbagala. Anafahamika kwa jina la Sad Nation. Bwana, huyo ni anachena mpaka makaratasi. Kama umeshawahi kusikia nyimbo zake huko akiwa kwenye sehemu fulani anachana challenge kama zote, basi leo tutakuwa na interview ya hatari zaidi ambayo haijawahi kutokea katika jiji la Dodoma. It's a Phantom 47. Basi nianze moja kwa moja kuanza kumpigia msanii huyu wa hip hop ambaye anafanya vizuri katika kuwakilisha Kigamboni pale jiji la Dar es Salaam. Anaangamiza mambo yote ya hip hop. Basi tutamuuliza kati ya Young Killer na Young Lunya yupi anamuona yuko anaenda moto vizuri. Basi ngoja tumpigie tuweze kufahamu kipi ni kipi. Sad Nation, Sad Nation, watazamaji wanahitaji kujua Sad Nation ni yupi, anatoka wapi. Ngoja tumpigie Sad Nation. Sad Nation TZ anawakilisha vizuri maeneo ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. Huyu hapa simu yake inaita, tumpate vizuri, yuko hewani, anasikika, tuweze kufahamu. Sad Nation TZ, mambo vipi? Habari. Mitikasi vipi? Shwari, kwema. Kwema, mbona ka sauti haiko poa vizuri? Bwana, kuna mambo kidogo jana zilitokeza hapa. Au unatumia vitu vikali nini? Kajo nyingi, kajo za kutosha, kwa kidogo sauti haiko sawa today. Sawa, pole sana. Chapo, nashukuru. Bana, tuko on air katika kipindi cha Trending Vibe na watazamaji wa Miatu TV wapo attention kukusikiliza wewe Sad Nation, na anahitaji kujua kwamba Sad Nation ni nani na yupo wapi. Bwana, Sad Nation kwa Mbagala, Mbagala. Uko Mbagala? Mbagala. Sawa, basi tuanze na muziki wako, ulipoanzia ni wapi? Bwana, basi ndio unajua mambo ya kwenda unajua kuchana bila kuandika. Mimi naanza mimi nilikuwa ni mmoja hapo kwa nafikiri ngoma za watu. Kwenda shule zamani mimi nilikuwa mzazi. Na nisikia kwenye baadhi ya interview yako lazima kwamba unachana mpaka makaratasi. Chagua kipi cha kuchana? Kwa hiyo usipa uwezo hadi napata kufanya mpaka kufanya tena. Hivi ni nani aliyekushawishi kuingia kwenye muziki? Muziki that's a situation tu ambayo unajua ndio kwenye mazingira ambayo unasikiza sana. Lakini kama muziki ni kuishi sana kwa zamani sana. Watu hapa
Mula, Swat, Komoi, Sawa, maneno ni mengi sana Sad Nation mtaani kwa hip hop hailipi. Ni kweli hip hop hailipi? Mimi na line yangu binafsi nasema maadili yake kwa mimi labda kuashishi. Mama mama kwa kama ina ukweli. Kwa sababu ndio ambacho tunafanya. Nimeanza muda mrefu. Lakini Sad Nation tunaona matamasha mbalimbali ambayo tunayaona yanafanyika, lakini wasanii wa hip hop wako nyuma kinoma. Kama ushaishuhudia mengi baada ya matamasha makubwa, tunapiga tunapiga kama check, lakini kwa hapa kwetu sasa kipi kifanyike ili mziki wa hip hop uweze kuwa kama mziki wa Bongo Flava? Hivi wadau waendelee kutolea macho anakuja anakuona pia kila kitu kina ukuaji wake. Na mimi muda kufika message. Sawa, hivi kiswali cha challenge, hivi kati ya Young Lunya na Young Killer yupi ni mkali kwako? Maana watu walikuwa kila mtu anakaa pande yake, mi Young Lunya, mi Young Killer. Kwako wewe vipi? The best, lakini ukiangalia kwa upande wa Young Lunya ni kama anakuwa upande wake anajisifia sana, lakini Young Killer anaua kinoma. Inaruhusu hivyo pia kublack Aya, sawa. Ngwea je, mrithi wa Ngwea amepatikana au bado tunajitafuta katika hip hop? Maana watu wanasema Ngwea kuna mrithi upo Fid Q bana, hawa ni Jenzila bado hawajafika, kina Young Killer, Young Lunya bado hawajapata mrithi wa Ngwea. Au kuwa na passion naye. Kweli? Sawa, na tarehe 8 ni miaka 30 ya Bongo Pop inaenda kufanyika jiji la Mwanza. Madi yupo, vipi utaweza kuhudhuria? Mwanza katika siku wangu kwa kama siku moja ni katika mikoa yangu mtano ingezao
basi mwanzo ni moja wapo. Kuna mambo tunanibana hapa pale. Sana kutokea lakini na mimi kama hivyo sio nine. Hivi ushawahi kufanya kwenda mtaani kukiwasha kidogo katika event tofauti tofauti? Inailipa? Watu wajatumia macho kwa example kwa hiyo hapa akitoka na ndoa nafikiri kwa sana zilizo kama kabisa inalipiga kushukuru. Sawa, na tumeona nyimbo ya Right There umemshirikisha Fahadi Bai. Fahadi Bai tulikuwa tunataka kufahamu Fahadi Bai ni upi na yupo na wewe kwenye mahusiano kivipi, ni kaka, jamaa au vipi? Ni watu wa friend ambaye kuna Fahadi kwa na mjani kabisa. Fahadi kitaka kwenda kwao naingia na kuongea sio mpaka nikikuwa kuja na yeye. Kwa hiyo ni mtu ambaye niko naye sana karibu na moja kama kama ni Wazo la kuandika mziki huo wa Right There ulitoka wapi? Maana tumeona kuna mistari hapa inahusisha mapenzi kwamba nipe sijui nini utakuwa wako, mimi na wewe nikupe jiko mazima. The only story ya Right There ni wa beat na brother mmoja ambaye ndo kana tumamia kwa sasa hivi anaitwa Jia. Brother tuna mimi beat. Baada kutumia beat mimi nisikiliza. Yaani kitu nadai kuna kitu fulani mkitemea vocal tukaona sio na pasta. Kwa hiyo kufikiria kufikiria bali ndio basi ndio bali zaidi ya kora mimi kabla ya kumana tu. Lakini bali kwa masisi wa forever. Lakini bali kwa hiyo baada hapo tunasema ni la flow kufanya na mimi mdau. Baina yeye anachana ama yeye anaimba? Maana tumeona kwenye hii nyimbo ya Right There ni kama anaimba na anafanya backup kwenye wewe unachana, yeye anaimba. Yeye anachana pia ama yeye tu ni kwa anaitikia? Baina moja R&B artist ambao ni sio muongo. Inabidi watolee macho sana. Yaani ana wimbo mmoja kama mimi the same kabisa Fahadi. Ana wimbo wake ana Feeling right.